Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Sawa, sisi tuko hapa na habari, lengo zaidi kutaka mtupe taarifa kwa nini mliamua kufanya shughuli kubwa na adhimu kama hii kwa swala ya upendo na kukutanisha wanawake tu. Tuanze Richa. Ubahuru Gala kama inavyosema yenyewe, lengo ilikuwa ni kukutanisha wanawake, kuondoa dhana inayosema adui mwanamke ni mwanamke. Na ndio maana kama umefuatilia tukio zima, hiyo ndio ilikuwa theme yetu. Tunataka wanawake waungane, tunataka wanawake wa moja, tunataka wanawake washirikiane, tunataka wanawake wapambane. Tunataka mapambano yao wapeane fursa, wapeane michongo ili waweze kufanikiwa kwenye safari zao za kila siku. Hiyo ndio ilikuwa lengo. Kwa hiyo leo tumevunja lile na tumefanikiwa kwa ukubwa. Nadhani wote mmeona watu wametuitikia, viongozi wa serikali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, mawaziri, watu wa kila aina mliowaona hapa, wasanii, watu wengi maarufu wamekuja, lakini pia Clouds Media Group, wafanyakazi wake na viongozi wote walikuwepo hapa. Lengo ni kuhakikisha kwamba kweli tunavunja ile dhana ya kwamba adui mwanamke ni mwanamke. Na tunauliza why tumeamua kufanya hivi. Lulu ni rafiki yangu sana na ni mtu ambaye ananisupport sana. Watu wengi hawajui hiki kitu. Tunataka niwaambie. Lulu Diva ndiye mtu maarufu wa kwanza mwanamke kuiposti Ubahuru. Hichi kitu watu wengi hawafahamu. Leo nahisi mimi na Lulu tumekutana barabarani. Lulu ndiye mtu wa kwanza maarufu mwanamke kuiposti Ubahuru kwenye page yake ya Instagram. Tena mdau page kubwa ina followers milioni na something. Alipost, aliniamini kwa mara ya kwanza Lulu Diva. Kwa upande wa wanaume alikuwa ni Sudi Brown. Ila kwa upande wa wanawake Lulu Diva ndo alikuwa mtu wa kwanza kabisa kwenye post. Na sikumlipa, sikumuomba kwa mapenzi yake. So huyu ni familia wa Ubahuru. Leo Ubahuru wakati apenda kutimiza miaka 5. Why nisiwe na Lulu Diva pembeni yangu? Mtu ambaye alinisupport, mtu ambaye alijitoa kwangu kwa hali na mali. Dili yangu ya kwanza mimi na sign ya hela nyingi. Dili yangu ya kwanza ya hela nyingi na sign. Ni Lulu Diva ndo nilipeleka. Sio, mnanielewa? Yaani mimi naanza kuingiza kipato kupitia kazi yangu. Ya kwanza nasema hii fedha nyingi nimeingiza. Lulu Diva ndo kanipeleka. Na muulize atakwambia hakuna commission hata 100 alopata kwenye hiyo kazi. So why asiwe pembeni yangu? So niko naye pembeni yangu leo kwa sababu ndiye mwanamke ambaye alisupport kazi yangu na umaarufu wake na ukubwa wake, alisupport mpaka leo hii. That's why she's there. Sawa, Lulu Diva ukiwa kama mtu wa kwanza msupport na kupost na kuhakikisha leo miaka 5 imetimiza. Unatarajia haya matarajio ya miaka 5 na siku ya kwanza mpaka una post uliwaza kufikia malengo haya mpaka ukaamua kufanya ambacho ulikifanya kipindi hicho? Mimi toka siku ya kwanza nimeanza kumsikia Kani, nilitambua ana kitu ambacho watu wengi bado hawajafahamu na ana kitu ndani yake. Kani ni mtu ambaye anaweza kulibeba jambo, analibeba kwa undani na likawa kubwa na likawagusa. Niliona hivyo hata kwenye baadhi tu ya vitu vyangu. Binafsi yangu mimi nimepitia vitu vingi sana, na kuna nyakati ambazo nilipitia, nilipogeuka nyuma nilikuta watu wote wamenikimbia, lakini alikuwepo kunisapoti. Nadhani ni hivyo binadamu. Unajua mimi ninapoona nafasi kwamba kijana anapambana, Kani ni mpambanaji, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu na ninampongeza hata na yeye kwa ambavyo yeye alipofika sasa hivi. Ukiangalia jina lake, kazi anazozifanya, lakini pia ni mtu ambaye ana weledi na juhudi sana. Ni mtu ambaye anajitoa, anajituma kwa watu, anafanya kazi za watu, namuona kwenye vitu vya watu. Hicho ndo kinachomfanya mtu azidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo hata mimi nilipokuwa ninamuona kwa mara ya kwanza, kutokana na anavyoongea, anavyofikisha ujumbe, tenzi anazozitumia, nilijua kabisa kwamba hii si kawaida. Na sisi hapa Tanzania tuna uchache na uhaba wa watu wa design yake. Kwa hiyo ni lazima akipata nafasi hata itumie vizuri. Na alipofika Clouds, basi ni kweli ilimfungulia dunia. Clouds inafungulia watu dunia, na kwa Kani imemfungulia dunia kwa kiasi kikubwa sana. Na nimpongeze na aendelee hivyo hivyo, na anapopata nafasi ya kuwashika vijana wengine kama yeye asiache kuwapa elimu au kuwashika mkono. Na pia umesema kuhusiana na usawa kwa wanawake, amesema Kani hapa. Wewe ni kati ya mwanamke ambaye pia unajuhudi sana kwenye kazi zako. Unafikiri labda kwenye ile swala umeshawahi labda kuwa kwenye rumors tofauti na wanawake wenzako na pia kuwaweka sawa kwenye issue kama hii hapa, na wenyewe pia wa participate kwenye issue? Sijaelewa swali. Inamaanisha kwamba yani wanawake tumeona kabisa kwamba na sasa hivi
kidogo mna nguvu kubwa sana kwenye jamii. Mshauri labda kuwashirikisha wanawake tofauti mikoa tofauti na kuliweka sawa hii swala kama hilo? Mimi naona anafanya hivyo, na hata hiki alichokifanya leo ni ameshirikisha wanawake. Ukiangalia asilimia kubwa ya watu ambao wa nchi hiyo waliofika hapa ni wanawake, na ni wanawake wa ngazi tofauti kuanzia chini mpaka juu, kuanzia wanasiasa, wafanyabiashara, watu wa vikoba, watu wa mamantilie, wote wamehusika hapa. Kwa hiyo ni nafasi kubwa na ni platform kubwa, na nadhani kwa watu walioweza kufika hapa kuna vitu vingi wameondoka nacho. Yani kama ulikuja na kitu, ulikuja tupu, basi hukuondoka kabisa tupu, utaondoka kuna kitu kimoja hapo umeondoka nacho. Aidha umeondoka na namba ya mtu ambaye unajua hatakusaidia kesho, au umeondoka na maneno ambayo yameambiwa pale ambayo ni ya busara. Umepata chakula cha ubongo, umepata chakula cha kichwa, cha akili. Kwa hiyo mimi nadhani kwa hii ni platform kubwa ambayo amewafungulia watu wengi sana, na naamini hata mimi binafsi nilivyokuja na ninavyoondoka tofauti. Nimejifunza vitu vingi, nimemsikia Auntie Mazda pale alipokuwa anaongea, nimeondoka na kitu na ninajua kabisa nikienda kukifanyia kazi basi nitakuwa zaidi ya hapa. Sawa, wakati mnaingia hapa sisi tukajiuliza, kwa sababu miaka na miaka sasa hivi Lodiva na Khan bado na mahusiano na watu wanatambua hivyo. Amevunja hiyo kauli hapa, amesema ni marafiki, nimesema tena kwa kabisa. Wakati mnaingia hapa tulikuwa tunasema Ramadhani tunaingia pamoja, sasa hivi mnatuambia ndugu, mnatuchanganya. Sasa jamani, sisi ni ndugu. Kwanza undugu wetu unaanza kwanza sisi ni watu wa Kiislamu wote. Waislamu wote ni ndugu. Alafu kija pia na sisi tunavyoishi mimi na yeye, huyu ni ndugu yangu, ni rafiki yangu. Lakini yeye ni Muislamu, ana mke nadhani, lakini Waislamu wanasema unamuongelea yeye. Mimi namuongelea kama unajua. Ameniuliza mimi. Dini yangu inaruhusu wake wanne. Ikiwa hapo na mimi nikiwa na nafasi, labda nafasi haijajaa. Mkini nikiona kwamba Kani nimeridhika, why not? Kani nafasi yake ipo. Na Khan kwako, Why not? Watu pitishe. Marokole amekuwa sinafikiri umeona, anasema Lodiva ameharibu kwa uozo na wema, amerudi kwa Khan Mbaro. Sasa mimi nitakuwa nimeharibu nini? Sasa hilo swali si langu, hilo ni la Juma. Maana binafsi yangu sijui. Mimi ninachokijua leo ni mambo ya hubahuru. Hayo aliyoongea Juma tumwachie Juma, tukimtafuta Juma tutamuuliza kiundani zaidi alikuwa anamaanisha nini, alikuwa anasemea nini. Lakini kwa leo ukiniuliza sana, ninachokifahamu ni kuhusiana na ubahuru na bwana Khan Mubarak. Okay, Lulu pamoja na Khan tokea tunaanza kuongea hapa, Khan anasema kwamba nyie ni rafiki sana. So najaribu kujiuliza hapa, kipindi mitandao inaandika kwamba Lulu na Khan ni mapenzi, wewe ulikuwa na mpenzi wako, ana familia na pengine haikuwahi kuleta shida kwenye hakuna upuuzi, kwa sababu Lulu anafahamika nyumbani kwangu. Mke wangu anajua Lulu, watoto wangu wanajua Lulu. So why mke wangu aanze kufikiria hicho kitu? Lakini pia hivyo lazima awe nao yule mke. Na huyu hiki chuma si unakiona? Ndio. Chuma kweli. Na mimi maana vitu vipo. Kuna ndugu pengine labda upande wa Kenya kwa wajue kabla kama mnafanya labda attention ya kitu fulani au nyumbani tunaondoka sasa hivi. Nyumbani tunapeleka ugali, mimi ndo baba, na hii ndio kazi yangu. Asante. Sasa kidogo nakumalizia kidogo tukani. Mama nakumalizia mama. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.